wa kuonekana. Lakini game wise namna ambavyo ilikuwa mwalimu Steve Barker aliamua kuanza na mchanganyiko wa wachezaji. Ndio maana ukiangalia ulimuona pale Wilson Nango, lakini ulimuona Baraka bwana mdogo ambaye ametoka Mbeya City yule ameanza katika eneo la juu kama mshambuliaji kiongozi. Lakini pia Shomari Kapombe ambaye alipataga majeraha akawa nje kidogo kwa mechi kadhaa pia. Jana alipata wasaa mzuri wa kucheza na wengine ambao wametoa pia under 20. Nadhani ni moja ya kitu ambacho mwalimu amefanya kwa ajili ya kutoa gap ama kutoa nafasi kwa wale ambao hawapati wasaa wa kucheza. Na hata yeye mwenyewe kwenye speech yake pia mara baada ya mchezo alizungumza kwamba nimeamua kuwapa nafasi nzuri kwa upande wa wachezaji ambao huwa hawapati nafasi ili kutengeneza pia confidence na ari ya kujituma zaidi ili kutengeneza pia upana wa kikosi. Lakini kitu ambacho pia kilinivutia ni kumuona Ino Jospin Loemba, moja ya base number 10. Binafsi nilikuwa natamani zaidi kuona Steve Barker ni lini ataianzisha burudani ya wapenda soka kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika 90 ya mchezo au walau hata dakika 70 80 kama jana ambavyo amepata. Na vile alicheza kama dakika 60 au 70 hivi akamtoa. Bana, kwa kifupi tukimzungumzia Enos Loemba tumi katika mchezo wa jana, lakini pia mechi kadhaa ambazo amecheza CAF Champions League, mechi za ligi ambazo alicheza kwa wasaa mdogo ama kwa muda mchache. Nimeona kitu ambacho cha kipekee zaidi. Kwanza ni namba 10 ambao ni wale hawahitaji kuwa nao mpira. Accurate pass. Naangalia shimo liko wapi. Ukimwona Enos Loemba ameukamata mpira ako nao tunasema hivi maana anaangalia peleke wapi. Then subiria out kama inakuja pasi anakoipeleka. Jana alikuwa ni mwiba mzuri sana kwenye kupiga zile pin pass pointed, lakini ninachokitizama zaidi kwa upande wa Enos Loemba ni kwa upande wa risk assessment na risk awareness kwa upande, kwa maana ya kwamba ni wakati gani nahitaji kuupeleka mpira na ni upeleke wapi. Mchezaji gani ambaye kwa wakati huu ni sahihi kupata huu mpira. Ni kitu ambacho ndio tunasemaga spatial awareness. Ndio maana ukiangalia anaweza kawa na mali then chapo akatani then akapeleka mpira. Sio kwamba imetokea tu ile ghafla. Inakuwa ni kitu ambacho anakifanya kwa haraka sana, anafanya scanning ya haraka sana kufahamu kwamba Baraka atakuwa sehemu fulani, Anton Mligo atakuwa sehemu fulani. Kwa hivyo ninapo receive pass na tani kushoto kwa sababu upande wa kushoto Anton Mligo ndio yuko sahihi. Anaweza muda mwingine akatani kulia akaangalia akaona Kapombe yuko vizuri. Akatani ghafla akaipeleka, lakini ni vitendo ambavyo anavifanya sio kwamba anafikiria eti nifanye, ni ghafla sana anafanya kwa haraka. Unazungumza ule uwezo wake spatial awareness na risk assessment kufahamu huu mpira ni upeleke wapi na kwa wakati gani, na zile pin pass point kwa upande wa Enos Loemba kwangu mimi ni super sana ambazo nimeziona kwa siku ya jana. Mtu aweza katokea akasema amecheza na nani kwamba akawachukulia vijana wa Greenland kwamba ni poa sana. Hata kocha Steve Barker alithibitisha katika interview ya mwisho kabisa kwamba ni wachezaji ambao ni wadogo, hawachezi ligi kubwa, lakini walikuwa na ari ya upambanaji, lakini walikuwa wako well organized kwa maana ile compactness eneo la nyuma. Unaona walikuwa wanazuia kwa nidhamu ya hali ya juu, walikuwa wakitaka kushambulia wanashambulia kwa nidhamu ya hali ya juu. Sio watu ambao walikuwa wamepaki tu kuwasubiria Simba waje. Walikuwa wanapaki endapo Simba wanakuja. Wakishaupata mpira then wanaruhusu mijongeo ya hapa na pale. Na walikuwa wanajiamini, yani mtu anakaa na mali, Mpanzo anakuja hatoi ili kwamba Mpanzo kwa uoga, yani anajiamini na utulivu mkubwa, exposure ya kutosha. Ndio kitu pekee ambacho kiliwasaidia. Kwa hivyo ule upambanaji ambao ameuonyesha, ile ngadu ambao alikuwa anaicheza, ni kitu pekee ambacho kimenipelekea nione ubora wa mchezaji mmoja pia wa Simba akiwemo Enos Loemba. Lakini kwa upande wa Liba Sege nikimaliza, Liba Sege jana alipata wasaa pia wa kuanza. Kitu ambacho nilikuwa nahitaji kukinotice kwake ni kile ambacho nilikuwa nakiona katika michezo yote ambayo amepata nafasi ya kucheza. Well, ni mchezaji mzuri, lakini kitu pekee ambacho anataka kukirekebisha kwa upande wa Liba Sege ni ile hali ya ninao muda mrefu upaka rangi sana mpira. Kitu ambacho kinamgharimu leo hii Eli Mpanzu. Hata siku ya jana Eli Mpanzu alikuwa akitaka kufanya hivyo, lakini mmoja wa wachezaji wazuri sana ambao tumebarikiwa katika ligi yetu ya Tanzania ni uwepo wa Kibisawala. Ila kinachomhukumu ni kuwa na mpira muda mrefu, hawezi kuachia. Ndio kitu ambacho pia nakiona kwa Liba Sege. Kama ataendelea hivi akikutana na wale wachezaji ambao wanafika mtu na mpira, ni rahisi sana kumuona mchezaji ni wa kawaida. Kwa hivyo kwa Liba Sege akiboresha hicho kitu tumi, nadhani Simba atakuwa wamepata moja ya best mchezaji hapo baadaye kama watamtumia vizuri kwa siku za usoni. Sawa Rama, kwa ufupi sana natamani kufahamu
Pengine Simba Sports Club dirisha dogo limewalipa kwa kumleta Inos, Alibase, kipa pamoja na wachezaji wengine. Naweza nikasema 80% usajili wa dirisha dogo wa Simba Sports umelipa moja kwa moja. Yes. Kwa sababu ukiangalia kwa upande wa Inos Loemba kama ambavyo unamuona, sio mechi kwamba unajua mchezaji unasemaga mpe muda. Walikuja kina Dombi hapa, walikuja kina Balakonti, wakapewa muda mpaka watu wakauchukua muda wao. Lakini amekuja Inos Loemba, amekuja kwa upande wa Libasege, amekuja kwa upande wa golikipa wa Simba Sports. Wote unaona mechi ya kwanza anaonyesha, mechi ya pili anaonyesha, mechi ya tatu, na wonderful enough kwa upande wa Mwamba Anisat Ura yeye ameonyesha sio katika ligi kuu, ameonyesha klabu bingwa, yes, kimataifa, ligi kuu anaonyesha, na hata ukimpa nafasi leo kesho Anisat Ura anakuonyesha yeye ni nani. Kwa hivyo 100% pia amini kwangu mimi 80% Simba Sports kwenye upande wa usajili ya dirisha dogo wamefanikiwa kwa ukubwa zaidi. Sawa Rama, KMC pia jana alikuwa uwanjani dhidi ya Bandari